Kwa majina mimi naitwa Hosseid Nyamoga kutoka ofisi ya Rais Ikulu, lakini pia ndo kwa leo nilikuwa msimamizi na mratibu wa zoezi la baiskeli. Kimsingi zoezi hili limeenda vizuri. Kwa upande wa wanaume tumekuwa na taasisi 11 na upande wa wanawake tumekuwa na taasisi 8. Lakini kwa upande wa wanaume wameenda kilomita 50 na upande wa wanawake walienda kilomita 30. Hali ya hewa huku mwanzo ni nzuri. Kutoka hapa Singida mjini mpaka kufika kwenye mzunguko unaogawanya barabara kwenda Arusha na mikoa mingine kama Dodoma, hali ya hewa iko vizuri. Lakini kuanzia pale kwenda kule kwenye mizani, hali ya hewa ilikuwa nzito. Lakini waendesha baiskeli kwa sababu wengi wamejiandaa, wamekimbia vizuri, hasa yule ambaye amekuwa the best one kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, amekuwa yuko vizuri. Tumeenda naye mpaka mwisho, amefika mwisho na amerudi vizuri. Lakini pia kuna mshiriki mwingine kutoka TAKUKURU, naye amekuwa yuko vizuri, amekimbia vizuri kwa muda mzuri. Nadhani wengi wamekimbia kwenye muda wa masaa 2 na dakika kama 20 hivi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tumeenda salama, tumemaliza salama. Lakini pia tunashukuru Jeshi la Polisi, wametusaidia, wamekuwa pamoja na sisi, wametuescort vizuri, hakuna changamoto kubwa ambayo imejitokeza. Zaidi ni wale waendesha baskeli ambao baskeli zao zilipata pancha, lakini nao tunashukuru Mungu wamerudi salama. Kikubwa tuendelee kuhamasisha kwa ajili ya michezo mingine ambayo itaendelea siku ya kesho. Tutakuwa na michezo ya karata pamoja na bao. Kwa hiyo tunawaomba wakazi wa mkoa wa Singida watusapoti kama serikali ilivyoamua kuleta hii michezo hapa, basi na wananchi wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuwashangilia wana michezo wetu. Kimsingi hii michezo imekuwa ikifanyika mikoa tofauti. Utofauti wa mkoa wa Singida, wakati tunakuja tulisema Singida inawezekana pakawa padogo, lakini pametutosha na tumepata vitu vingi, hasa kuku. Sisi kama washiriki tunafurahia sana kuku, lakini pia michezo inachezwa sehemu za karibu, sio mbali sana, kwa maana ya viwanja vile tulivyovipata viko karibu. Kwa hiyo mkoa kama mkoa kwa kweli tunaushukuru, na uongozi wake na kamati yake yote ya usalama wako vizuri. Sisi tunafurahia na bado tupo. Leo ni siku kama ya 12, bado tuna siku zingine zaidi ya 8. Kwa hiyo tutaendelea kuwepo hapa. Tunawapongeza na tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Naitwa James Shigera, natokea Jeshi la Polisi, Wizara ya Mambo ya Ndani. Napenda kumshukuru Mungu kwa kweli na kuwashukuru viongozi wangu, CPF, IGP wangu kwa kuwa ananipa ruksa ya kufanya mazoezi, pamoja na RPC wangu na OCD wangu. Kwa kweli wamenipa sapoti kubwa ya kunipa muda wa mazoezi nikiwa kazini, na leo nimekuja kufanya mashindano kuiwakilisha Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa kweli nimeweza kuonyesha uwezo wa hali ya juu na kuwashinda wapinzani wangu, jambo ambalo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya hewa ilikuwa ni ngumu, lakini training yangu ndio iliyosababisha nikawa mshindi. Napenda kuwashukuru sana na kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hii ni awamu ya 3 na shiriki mashindano haya ya Mei Mosi, na yote nimekuwa winner. Kuna tofauti gani kati ya haya mashindano ya Mei Mosi ya mwaka huu na mashindano haya? Mashindano haya utofauti wake kwa kweli naweza nikasema yalikuwa na upinzani, pia na hali ya hewa ilikuwa ni ngumu. Ukungu ni mkubwa, inafika sehemu mpaka hata njia huioni. Pia changamoto ya magari nayo kutokana na hali ya hewa, lakini tunapenda tu kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza salama. Kilichonifurahisha kwa kweli, napenda kutokana na kiwango nilichokionyesha niweze kuiwakilisha nchi kwa mashindano mengine, kwa sababu kiwango nimeona kiko juu, ninaweza kushindana nje ya taasisi. Sasa ukiwa hapa Singida, kitu gani ambacho hapo kwa Singida ambacho umekuta ni tofauti na hali ya hewa ni nzuri kabisa, mazingira pia ni mazuri kabisa. Kwa majina naitwa Scholastica Hamisi Hasiri, natokea taasisi ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania, lakini hapa ninawakilisha Wizara ya Uchukuzi. Kwa kweli mashindano yalikuwa mazuri sana na ushindani ulikuwepo. Always
always kwenye mashindano lazima apatikane mshindi, na siku zote mshindi ni lazima apatikane, kwa sababu ndio maana yakaitwa mashindano. So ilikuwa ni tough sana hii barabara. Of course kwa uzoefu wangu ilikuwa ni barabara nzuri sana kwa ushindani, na ni nzuri kwa kumuonyesha mshindi. Kwa hiyo niseme tu kwamba nina furaha kubwa sana kwa kuwa mshindi wa kwanza, lakini pia nina furaha kwa sababu nimeiwakilisha vyema wizara yangu ya uchukuzi. Hivyo hapa ninasubiri ile Mei Mosi nipande pale jukwaani, mama akanikabidhi kombe langu. I'm the winner. Umekimbia ngapi? Kwa kweli ni miaka kama 10 nao nashiriki, kwa nina uzoefu kidogo, na kilomita tulizokimbia ni kilomita 30, lakini ni zile 30. Yes. Wapinzani wako umewaacha mbali ya kusema siku zote kwenye mashindano ni lazima uwe umejiandaa. Kwa nini nikasema kwamba nimewawin? Kwa sababu nilikuwa niko vizuri, kwa maana kwamba nimejiandaa na nilikuwa ninajua nini ninakuja kufanya hapa Singida. Na kubwa zaidi tamanio langu nilikuwa ni kubeba kikombe na kukipeleka kwa katibu mkuu ambaye ndiye mlezi wa wizara yetu ya uchukuzi. Steven Sanga kutoka taasisi ya Ocean Road. Michano ilikuwa mizuri na barabara ilikuwa vizuri. Bali kwa poa. Barabara ilikuwa vizuri. Kwanza kwa mmeipata huko barabarani. Usalama. Magari barabarani kwa yanasumbua. Mara ya pia 5 hivi wewe. Bodi yake ipoje kati ya competition imeongezeka. Na nafikiri makali itakuwa tamu zaidi kwa sababu washiriki watakuwa wengi zaidi. Wajiandae, maana yake mwakani competition itakuwa ni kubwa. Na kwa waendesha baiskeli wazuri sana kutokea. Na wasa taasisi waruhusu waje kushiriki. Nimekaa pia wiki hapa sasa hivi. Kitu ambacho tunakiona sasa Singida ni tofauti ambacho tunapenda sasa. Singida hali ya hewa iko vizuri. Kutoka taasisi ya Saratani Ocean Road, nilikuwa mshiriki wa mbio za baiskeli upande wa wanawake. Kwa kweli mashindano yalikuwa magumu. Hali ya hewa kwa upande wangu ilikuwa nzito, milima ilikuwa mikali na upepo. Pia nimejitahidi kwa uwezo wangu. Kikubwa namshukuru Mungu sijaumia, nimemaliza mashindano salama. Hongera sana. Asante sana. Hii mara ngapi unashiriki mashindano haya? Ndio mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Licha ya ugumu wa hali ya hewa, changamoto nyingine ipi ambayo umeiona kwa binafsi ambayo umefanya mazoezi? Changamoto kubwa kwenye haya mashindano ilikuwa ni milima tu. Nafikiri ni kufanya mazoezi na kuendelea kujiimarisha. Kwa wale ambao wametoka kushiriki mashindano haya wanawaambia nini? Wajitokeze washiriki, ni kujipa moyo tu kuendelea kushiriki, kutokata tamaa, ili umalize mbio. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa majina naitwa John Fredrick Mgave, mimi ni wakili wa serikali ofisi ya taifa ya mashtaka. Nimetokea Kilimanjaro. Mashindano ya baiskeli kwa leo kiukweli yalikuwa magumu sana. Japo baiskeli ni mchezo mzuri. Tumeshiriki kilomita 50 na nimebahatika kushika nafasi ya 4. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kwa changamoto za leo ambazo nimekutana nazo katika mkoa huu, kwanza kulikuwa kuna milima mingi sana. Lakini pili, katika milima hiyo kulikuwa kuna ukungu. Kwa hiyo hata speeding pia ilikuwa ni changamoto kwa sababu huwezi kukimbiza sehemu nyingi mbele unashindwa kuonekana. Yani hivyo. Ile hewa ya huku na Kilimanjaro ni kama sawa tu. Changamoto kweli? Kwa milima siwezi kusema kwamba ni mizito kuliko Kilimanjaro. Lakini kwa issue ya ukungu, hii ndio mara yangu ya kwanza kushiriki mbio za baiskeli na kutokuona mbele. Nimeona kilomita nyingi zaidi ya kilomita 10 kuna ukungu mzito ambao naamini wengi ambao walikuwa wanajitahidi kukimbia walikuwa wanaenda kwa spidi ndogo kwa sababu ya kuangalia mbele magari. Okay, na kipi ambacho kimekufurahisha kwenye mashindano haya ama kwenye mkoa huu, kipi ambacho kimekufurahisha zaidi? Kwanza hii ni mara yangu kwanza kuja Singida, lakini kwa experience nilipata kwa muda wa siku 5 sasa. Singida ni mkoa mwepesi kuishi. Vyakula ni bei rahisi. Afu vyakula vingi ni vya asili. Kuku, unapata kuku wa kienyeji. Toka nimekuja sijakutana na sehemu wanauza kuku wa kisasa. Wanauza kuku wa kienyeji, kuna karanga, kuna vyakula vyote ni bei rahisi sana. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni rahisi pia maisha.